Afisa wa polisi anayefanya kazi na kikosi maalum cha uthibitishaji bidhaa aliuawa kwa kupigwa risasi wakati shughuli ya kawaida kukagua pikipiki ilipogeuka kwa makabiliano. Constable Bernard Koome na mwenzake walikuwa wamesimamisha pikipiki ambayo haikuwa na nambari maalum za usajili kuthibitisha kwamba ilifaa kuhudumu kama bodaboda mjini Thika. Hata hivyo, mambo yaligeuka karaha pale mwenye pikipiki alipokaidi maagizo ya maafisa wa polisi na badala yake akampiga risasi mmoja wa maafisa hao. Shughuli ya kawaida ya ukaguzi wa pikipiki katika eneo la Thika Magharibi, kaunti ya Kiambu, iligeuka kuwa maafa jana jioni baada ya mwenye pikipiki hiyo kumpiga risasi mmoja wa maafisa wa polisi. Mwenzake alijaribu kukabiliana naye kwa kumfyatulia risasi lakini akatoroka. Huyo askari ameshutiwa, alikuwa anataka kusoma kodi ya pikipiki. Venye huyo jamaa mwenye amemshuti huyo mwizi ni kama ameona pikipiki yake ina kodi akatense. Sasa kitabu wafike pale, huyu jamaa amewezwa kidogo, sasa akalazwa chini. Sasa naye jamaa akaamuka, akatoa buduki ili sasa akashuti askari moja. Kwenye video hii mshukiwa anaonekana akisimamisha pikipiki nyingine kwa kumtishia mwenyewe kwa bunduki kabla ya kuabiri na kutoroka. Na akatusikisha kwa pikipiki, akatuambia tushuke, tukashuka, akatuonyesha bunduki hapo, akapotea na pikipiki. Kibati nikapiga zangu akaifuata, na yeye vile alikibizwa kuna mahali enda akaiacha kwa hii estate ya section 9. Na sijaipata ikiwa imeharibiwa mahali popote. Msako wa mshukiwa umeanzishwa huku afisa mkuu wa idara ya upelelezi mjini Thika Jacinta Mbaika akisema taarifa ya kina itatolewa pindi uchunguzi wa kwanza utakapokamilika. Wakazi wanaitaka serikali kuimarisha usalama, wakisema shughuli za uhalifu zimeongezeka katika eneo hilo. Michael Mwandiga, Kurunzi Mashinani.